Naam, hujambo, karibu ndugu mtazamaji, ikiwa ni matumaini yetu kwamba umeshaelekea vyema sikukuu hizi za mwisho wa mwaka. Ndende Digital inakualika leo kwa mara nyingine kuzungumzia masuala kadhaa yanayoendelea kutokea katika anga za kimataifa. Mwenyeji wako ni mimi Salum Hamza, karibu sana. Ziko taarifa kutoka kwenye moja ya vyanzo vya kuaminika pale Israeli zikieleza kunatarajiwa kuwepo kwa ziara ya kikazi ya waziri mkuu wa Israel atakayofanya Washington, Marekani. Inadaiwa kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu tarehe 29 mwezi huu anaweza kufanya ziara kuelekea jijini Washington pale Marekani. Na hii itakuwa ni ziara yake ya 5 mtawalia. Ikumbukwe tangia Rais Trump aingie madarakani mwezi Januari mwaka 2025, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ndiyo kiongozi anayeongoza kufanya ziara nyingi pale Washington kuliko kiongozi yote yule duniani. Na sasa inatajwa tarehe 29 mwezi huu ataelekea kule Washington na watakutana Florida. Na lengo ambalo linampeleka Washington kwa mara nyingine tena ni kuenda kuomba tena ama kumshawishi Rais Trump kurejea kwenye mashambulizi mengine tena kule Iran. Na taarifa zinadaiwa kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu anakwenda kumshawishi Rais Trump aweze kufanya ama kushirikiana naye kwa pamoja kuweza kushambulia tena vinu vya nyuklia vilivyopo kule nchini Iran. Na kwa sababu kile ambacho kinaendelea kwa sasa, inasemekana baada ya vile vita vya siku 12 vya Iran na Israel vilivyomalizika mwezi Juni, inadaiwa kwamba kumekuwa na mchakato ama kumekuwa na muendelezo mwingine wa kasi wa Iran kufufua vile vinu vyake ambavyo viliharibiwa vya nyuklia. Ikumbukwe vinu vya Natanz, Fordo vilishambuliwa na ndege zisizo na rubani za Marekani na ziliharibiwa ipasavyo. Kwa hivyo uko mchakato unaoendelea ambao unadaiwa kwamba Iran anaendelea kufufua vile vinu vya urutubishaji wa madini ya uranium. Kwa hivyo baada ya taarifa hizo kuweza kuenea, kumekuwa na tishio kwa Israel, na sasa Benjamin Netanyahu atawasili Washington kuweza kumshawishi Rais Trump ili aweze kushirikiana naye tena kwa mara nyingine washambulie vile vinu vya nyuklia ili kudhoofisha hali ya urutubishaji wa madini ya uranium. Sasa hoja ya msingi ni kwa nini waziri mkuu Benjamin Netanyahu anahanikiza kufanyika kwa tukio hili. Kimsingi kwanza mpango huu wa nyuklia wa Iran ambao unapigwa vita kwa kiasi kikubwa na taifa la Israel ulikuwa ni mpango ambao wa kihalali, kwa sababu itakumbukwa Iran ana mpango wa kurutubisha nyuklia katika mfumo ule wa kimataifa ambao unakubalika. Na maswali mengi yanakuja, kwa nini Israel anapambana kumzuia Iran kuendelea na mpango wake wa kurutubisha madini ya uranium kule Iran, ili hali Israel anamiliki nyuklia nyingi kule Tel Aviv. Sasa wakati Iran yeye alifuata taratibu wote wa hatua zote za kurutubisha madini ya uranium. Ikumbukwe mwaka 2015 kulikuwa na ule mkataba wa nyuklia wa Iran ambao uliwekwa mezani na mataifa makubwa duniani. Walikubaliana kwamba Iran aendelee na mpango wake wa nyuklia wa Iran, ikiwemo rais wa Marekani wakati ule Barack Obama na viongozi wa mataifa mengine makubwa duniani. Lakini ilipofika mwaka 2018 alipoingia Rais Trump, alikuja akaiondoa Marekani kwenye ule mpango wa nyuklia wa Iran, akidai kwamba ulikuwa ni mpango ambao haukuwa na tija kwa dunia, hasa eneo la kiusalama wa dunia. Lakini ikumbukwe wakati ule tayari Iran alipitia mchakato wote wa kimataifa, na tayari hata ile tume ya nishati ya atomiki IAEA iliyoko makao yake makuu Vienna, Austria, ilishafanya baadhi ya hatua zile za kiuchunguzi pamoja na kufanya tathmini kwenye maeneo yale ambayo madini ya uranium yanarutubishwa, na walifikia katika hatua nzuri
na kuweza kuwaruhusu Iran kuendelea na mchakato wa urutubishaji wa nyuklia. Lakini changamoto kubwa ni eneo lile Mashariki ya Kati. Ikumbukwe ni eneo la kimkakati hasa kwa Marekani. Kwa hivyo kuwepo kwa madini ya uranium pamoja na hatua za urutubishaji wa madini yale kwa Iran ni tishio kubwa kwa Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo na ndio maana mara hii tena Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anakwenda kwa mara nyingine Florida, Marekani, kuonana na Rais Trump. Lengo ni kuendelea kuweka mbinyo kwa taifa la Iran lisiendelee kufanya mchakato wa urutubishaji wa madini ya uranium ambayo yatawasaidia pia kuweza kuwa na silaha za nyuklia. Lakini ukweli ni kwamba mchakato ule ulikuwa unaendelea na ulikuwa ni mchakato ambao ulifuata taratibu zote za kiusalama kwa kushirikiana na Tume ya Nishati ya Atomiki ambao ndio wakala mkubwa wa usimamizi wa miradi ya atomiki duniani. Kwa hivyo kinachoendelea kwa sasa ni juhudi binafsi za Rais Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kuhakikisha anazima ndoto na matamanio ya taifa la Iran kuweza kurutubisha madini ya uranium. Na ndio maana anakwenda tena Washington tarehe 29 mwezi huu 12 kuweza kukutana na Rais Trump kumshawishi kufanya mashambulizi tena kwa mara nyingine. Sasa hoja ya msingi itakayobaki ni kujua, je, Rais Donald Trump ataridhia kuweza kukubali kurejea tena kuishambulia Iran? Na ikumbukwe Iran ni moja kati ya taifa ambalo linakuwa kiuchumi na ni taifa ambalo pia linajaribu kujikakamua kukabiliana na vitisho vya kila aina. Sasa kama Trump ataweza kuridhia, ndio kitu ambacho tunasubiri kukiona kwa mara hii tena, kama ataweza kushawishiwa. Lakini ziko taarifa ambazo zinasemwa kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa ni miongoni mwa watu wenye akili nyingi duniani, na mara zote amekuwa akishawishi Marekani. Kwa viongozi wengi wa miaka hii ya karibuni wamekuwa wakizidiwa ushawishi na uwezo na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Na kwa taarifa ambazo zipo inasemekana ni rais mmoja tu, Rais Barack Obama, ndo aliweza kumkabili vilivyo Waziri Mkuu Netanyahu. Ni kama uwezo wa kufikiri na IQ ya Barack Obama ilikuwa juu zaidi ya Waziri Mkuu Netanyahu. Lakini kwa viongozi wengine waliopita, ikiwemo huyu wa sasa Donald Trump, Joe Biden na wengine, wamekuwa mara zote wanashindwa ushawishi na amekuwa akiwawini kwa kiasi kikubwa sana Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo tuone ziara hii ya 29 mwezi huu itaweza kweli kuleta matokeo na ataendelea kuonesha ushawishi wake mkubwa Waziri Mkuu Netanyahu dhidi ya Marekani. Tusubiri tuone. Na kwa leo mazungumzo yetu yamefikia tamati. Nikutakie mwendelezo mzuri wa mapumziko ya juma na kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Mwisho wa kipindi hiki ndiyo maandalizi bora wa kipindi kinachokuja. Asante na kwaheri.